Ninawasalimu popote mlipo wapenzi watazamaji wa Tanzania wenzangu, hamjambo? Je, unanitazama kutoka mkoa upi? Na kama unanitazama kutoka Tanzania, niambie upo mkoa upi? Na kama upo nje ya Tanzania, nieleze taifa ulipo. Tuwasiliane upande huu wa comment section hapa chini. Watanganyika wenzangu, hamjambo? Mtakuwa mashahidi wangu kwamba nimekuwa nikishikilia nikisema kwamba haya mambo ya muungano katika taifa letu la Tanzania ni heri uishe, kwa sababu hatuoni manufaa. Haya mambo ya muungano kati ya Zanzibari na Tanganyika yamepitwa na wakati. Sisi wa Tanganyika ndio tunaumia. Wengi mmekuwa mkiniambia, Ezra unaendeleza mpasuko, wacha tuendelee kukua kwenye muungano. Mimi sioni haja tuendelee kukua kwenye muungano kipindi ambapo Watanganyika hatufaidiki. Mali yetu ndio yanatumika upande wa Zanzibari na Zanzibari tunanyanyaswa. Sasa ninaashiria nini, mtazamaji wangu? Waziri wa Afya Zanzibari amesema kwamba Watanganyika hawapaswi kupata matibabu ya bure upande wa Zanzibari, lakini Wazanzibari wanaweza wakapata matibabu ya bure kwenye serikali ya muungano, kwenye ardhi yetu ya Tanganyika. Does that one make sense? Haya mambo yalikuwa yanajadiliwa ndani ya bunge na mimi sizungumzi porojo. Sasa serikali ya mapinduzi ya Zanzibari imesisitiza kuwa haiwezi kubeba gharama ya matibabu kwa watu ambao si wakaazi wa Zanzibari, ikieleza kuwa huduma za matibabu bure zinakusudiwa kuwahudumia Wazanzibari peke yake. Hiyo ni kumaanisha serikali ya Zanzibari inaeleza kwamba mimi Mtanganyika siwezi enda Zanzibari nipate matibabu ya bure, lakini wanataka kutubebea akili kwamba wao Wazanzibari wakikuja kwenye bara, wakikuja kwenye Tanganyika, wanaweza wakapata matibabu bure. Sasa kauli hiyo ilitolewa na waziri wa afya Zanzibari mwenye anaitwa Saada Mkuya Salum, wakati alipokuwa anajibu hoja za wajumbe wa baraza la wawakilishi katika vikao vilivyokuwa vinaendelea vya kujadili bajeti za serikali. Mimi kitu ambacho kinanishangaza ni kwamba huyu waziri alisema kwamba serikali imebaini kuwepo kwa baadhi ya watu wasiokuwa Wazanzibari wanaonufaika na huduma za matibabu bure kupitia matumizi ya kadi za matibabu, jambo ambalo linaongeza mzigo kwa bajeti ya afya Zanzibari. Huu ni ujinga. Yaani Watanganyika hawakusudiwi kupata matibabu Zanzibari, lakini Samia ambaye ni Mzanzibari, eti kwa sababu yeye ni rais anaweza akapata matibabu wapi? Bara. Hiyo iko na akili kweli? Huyu waziri na hii serikali ya Zanzibari wako na akili kweli? Kilichofanyika wakati ambapo wanachama wanaendelea kusajiliwa, kulikuwa kuna matibabu kadi zilikuwa zikitolewa. Matibabu kadi iliyokuwa ikitolewa, unakwenda kwa sheha, anachukua details zako, ukienda hospitali hakuna mtu anayekurejesha. Hilo lilikuwa moja. Lakini la pili, mheshimiwa, kilichokuwa kikibainika
kwa wenzetu, hususan katika ngazi ya masheha, walikuwa si waaminifu. Mtu si Mzanzibari anakwenda katika hospitali zetu anaonesha matibabu kadi, na bahati mbaya, inawezekana ikawa ni bahati mbaya, wale ambao waliokuwa wanakaa pale, akisha kuonesha matibabu kadi anamwambia atoe kitambulisho cha Mtanzania. Mheshimiwa, bajeti yetu ya trilioni 8 nani tutaweza kuwatibu watu wa milioni 60? Na tuliwaona watu wengine sio Wazanzibari wanatibiwa kwa kutumia matibabu kadi. Tukawataka anayekuja na matibabu kadi hapa ambayo inapatikana kwa sheha wake aeke na kitambulisho chake cha Mzanzibari au credentials zake ambazo zitahakikisha kwamba yeye ni Mzanzibari. Serikali unakwenda unazuiwa kwa sababu hujaenda kwenda kujiandikisha. Sasa unadhani hizi gharama ambazo unakwenda wewe unataka kutibiwa, nani atabeba? Mheshimiwa, dialysis ukienda Lumumba, chumba cha dialysis kimejaa vijana. How much dialysis moja? Na wanapewa dialysis 3 times a week pale. Hizi ni gharama kubwa, lakini kwa sababu wao ni wanachama wanapewa pale matibabu. Nina imani kwamba umeweza kujipatia hiyo sauti ya huyo Waziri wa Afya Saada Mkuya Salum akizungumza kwa kiburi kwamba Watanganyika hatupaswi kupata matibabu upande wa Zanzibari. Unajua, mara nyingi Watanganyika wamekuwa wakisema kwamba wanahujumiwa, na sasa hivi umeweza kuona wewe mwenyewe kwamba tunahujumiwa. Mali yetu yanatoka Tanganyika yanaenda Zanzibari, yanaenda kutumika pale, lakini Zanzibari wanasema kwamba hatupaswi kupata matibabu. Wacha nikueleze. Unajua kusema ukweli, kuna mgao wa pesa ambazo zinatoka katika serikali ya muungano, na Watanganyika wamekuwa wakisema kwamba pesa zinatoka hapa bara zinaelekea pale Zanzibari kufanya maendeleo. Lakini ikifika kwenye masuala ya muhimu, masuala ya kutetea afya, tunaelezwa kwamba Watanganyika hatupaswi kupata matibabu. Wacha nikueleze, hawa Wazanzibari wanatuona kama wajinga. Sasa kuna faida gani basi tuendelee kukua kwenye serikali ya muungano kipindi ambapo Zanzibari haidhamini kamwe Watanganyika? Unajua, wacha nikueleze hivi, na bado nitaendelea kutetea Watanganyika wenzangu japo siishi Tanzania. Kwa muda mrefu Watanganyika wamekuwa wakipendekeza kwamba serikali ya muungano iishe, muungano uvunjwe, au tukue na serikali tatu: serikali ya muungano, serikali ya Tanganyika na Zanzibari, kwa sababu Tanganyika imeweza kumezwa na muungano mpaka imefika mahala ambapo ramani yetu inapotea. Sisi kama Watanganyika, Tanganyika imeweza kumezwa na muungano mpaka imefika sasa hivi tunaonekana kwamba hatuna maana kwa wenzetu wa Zanzibari, kwa sababu wao wanajisimamia, hawataki kutuona sisi Watanganyika upande wa Zanzibari tukipata huduma muhimu. Sasa wacha nikuulize, na je, kama nina fanyia riski yangu upande wa Zanzibari,
Hiyo ni kimaanisha, ama hiyo ni kumaanisha mimi bwana Ezra, ikiwa ninachumia riziki yangu Zanzibari, nikiugua au familia yangu ikiugua, itabidi niweze kutoa familia yangu Zanzibari niilete bara wakuje kupokea matibabu. Nieleweshe, nifanye niweze kuelewa jamani. Yani huyu waziri jinsi ambavyo ameweza kuzungumza kwa kiburi hapo, anasema kwamba bwana Ezra, mmoja wa familia yako au wewe mwenyewe ukiugua ukiwa Zanzibari, itabidi umetafuta gharama za kutoka Zanzibari uende bara kupata matibabu pale, uende Muhimbili kupata matibabu pale, lakini sio Zanzibari. Unajua, ndio maana mimi ninaunga juhudi za Watanganyika wenzangu ambao wamekuwa wakisema kwamba mambo ya muungano uvunjwe. Kwa nini? Watanganyika wanahisi kuwa muungano ama muundo wa muungano si wa usawa kati ya Tanzania bara na Zanzibari. Hakuna usawa kabisa. Hebu niambie, kuna usawa gani kipindi ambapo sisi Watanganyika tunaelezwa kwamba tukiugua hautapata matibabu ya bure upande wa Zanzibari, lakini Mzanzibari akiugua anaweza akapata matibabu hapa bara. Watoto wa Samia wakiugua wanaweza wakapata matibabu bara, lakini sasa eti Njimbi na ukoo wake ambao ni Watanganyika wakiugua hawawezi wakapata matibabu upande wa Zanzibari. Sasa basi gani, kuna haja gani ya kukuwa na muungano kipindi ambapo hakuna usawa? Namba 2, na mimi ninashikilia msimamo kwamba haya mambo ya muungano yaishi. Kuna mgogoro wa mgawanyo wa mapato, rasilimali na mamlaka. Mapato yetu yanakusanywa hapa bara, yanapelekwa Zanzibari eti kwa sababu ni muungano, yanaenda kufanya maendeleo pale. Na hizo fedha na hizo pesa ambazo zinatumika pale Zanzibari ni zetu, zimetoka bara. Tunapaswa sisi wote angalau tupate huduma za matibabu, lakini itawezekanaje wanatutenga? Itawezekanaje Zanzibari iko na rais wao, sisi Tanganyika tukijaribu kuraise hiyo issue tunaitwa wahaini, tunaitwa watu ambao wanachochea vurugu, tunaitwa watu ambao wanachochea kuharibu amani. Kama ni kuharibu amani ya muungano, si baadhi huyu waziri Saada naye ameweza kuharibu amani? Afande Muliro ataenda kumkamata au vipi? Tusemezane ukweli, ndugu wa Tanzania, ndugu wa Tanganyika, majirani zetu hapa Zanzibari wako na serikali yao, wako na taasisi zao nyingi, ikiwemo Wizara ya Afya ambayo unasikia wanaturingia nayo, ile hali sisi Watanganyika hatuna wizara yetu ya Watanganyika ambayo nasi tunaweza tukasema kwamba iwapo wewe si Mtanganyika uweze ukapata matibabu hapa. Basi ninamalizia nikisema kwamba mimi lazima niendeleze mambo ya kutaka serikali tatu: serikali ya muungano, serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibari.
We cannot continue like this. Wazungu wanasema hivyo. Hatuwezi tukaendelea vivyo hivyo, watazamaji wangu. Haiwezi ikawa kwamba sisi tunatolewa kodi inaenda Zanzibari, lakini hiyo kodi badala ya kuweza kutusaidia sisi sote, hiyo kodi haiwezi katusaidia. Basi kuna haja gani tuendelee kusalia ndani ya muungano? Ni wangapi ambao wanapendekeza haya mambo ya miungano yaishe? Wangapi? Kama unapendekeza mambo ya miungano iishe, niambie hapa chini. Au tuwe na serikali tatu. Mambo ya muungano yaishe au tukuwe na serikali tatu. Serikali ya Tanganyika, serikali ya Zanzibari, serikali ya muungano. Haiwezi ikawa kwamba Zanzibari wao wako na serikali ambayo inaturingia eti kwamba sisi wa Tanganyika tuwezi tukapata matibabu pale. Nasi basi tunataka serikali yetu ambayo nayo inatupigania, inasema kwamba kama wewe si Mtanganyika, hatuna rasilimali ambazo zitakugharamia kuweza kupata matibabu bure. Kama unapendekeza kwamba tuwe na serikali tatu na mambo ya miungano yaishe, niambia hapa chini. Huyo waziri Saada ameweza kunipea kichefu-chefu mpaka ninahisi kutabika. Haiwezi ikawa kwamba Samia anatuambia tu kwamba tuko kwenye serikali ya muungano, yeye anafaidika kutoka kwa serikali ya muungano, alafu wale ambao tumefanya miungano na wao wanatuambia kwamba sisi wa Tanganyika hawatudhamini. Sijui mahala ambapo Njimbi yupo iwapo amesikia hayo. Wao Wazanzibari wanalalamika tiba, sisi wa Tanganyika hatutaki viongozi kuanzia mtaa mpaka Ikulu kuongozwa na Wazanzibari, iwe usalama, iwe polisi, iwe jeshi, iwe chochote kile, nasi tumekataa. Haiwezi ikawa kwamba wanatukataa kwao, na hapa kwetu Tanganyika tuko na viongozi mbalimbali kuanzia rais, tukienda kwenye wizara za usalama, tukienda kwenye polisi, jeshi, alafu wanatuletea ujinga. Niite muhaini lakini nimepitisha ujumbe.